Naam, mfuatiliaji wa Snadareal TV, hapa nipo na shehe wa mkoa wa Singida. Atajitambulisha jina lake na kisha tutaendelea na mahojiano. Assalamu alaikum. Assalamu wa barakatuh. Aligani? Ni salama kabisa. Hongera kwa mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Asante sana, nashukuru. Okay, kwa jina labda wafuatiliaji na watazamaji wa Snadareal TV wangejua unaitwa nani? Naitwa Isa bin Sheikh Nasr Isa, Sheikh wa mkoa wa Singida. Hongera sana na shukrani. Leo hii TRA mkoa wa Singida wameandaa iftari gala ambayo imewakutanisha Waislamu na watu mbalimbali. Labda neno lako moja ni lipi? Awali yote kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutupa afya na kutufikisha ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini ametulinda mpaka tunaenda mwisho wa mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini kipekee kabisa nichukue fursa hii adhimu kupongeza uongozi wa TRA mkoa wa Singida chini ya meneja wao kwa dhifa kubwa walioifanya kwa ajili ya kuwafutarisha Waislamu na kuwakaribisha ndugu zetu waliokuwa sio Waislamu katika kushiriki baraka hii ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na nachukua fursa hii kuwapongeza kwa sababu haijawahi kutokea ndani ya mkoa wa Singida kwa TRA mkoa kufanya jambo hili ambalo walioweza kulifanya ndani ya mkoa wetu. Niwashukuru sana, lakini nitoe wito pia kwa idara mbalimbali, taasisi mbalimbali, mashirika mbalimbali na viongozi mbalimbali kuweza kuiga mfano huu, hasa kwa wale wanaotoa huduma kwa wananchi kama ndugu zetu wa TRA hichi walichokifanya, kutoa mafunzo ya kuwahimiza Waislamu na wananchi kwa ujumla kulipa kodi, lakini pia na kurejesha ihsani kwa wananchi. Huu ni mrejesho wa ihsani kwa wananchi na nataraji niseme kwamba kodi ni haki, kodi ni wajibu wetu sisi Waislamu tuliokuwa wananchi wa nchi hii, na mfumo wa kodi kwa kuendesha nchi umeanza toka wakati wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hata walipofika makhalifa maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam akina Umar, Uthman, Abubakar, wote waliendeleza mfumo wa kuendesha nchi kwa kuchukua kodi kwa wananchi. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi kuenzi maelekezi ya dini yetu. Shukrani sana. Lakini shehe wa mkoa wa Singida, kwa kuhitimisha, hili ni juma ama tuseme 10 la mwisho kabisa ambapo sio muda mrefu Waislamu wanaenda kumaliza mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Labda neno lako moja kwa Waislamu lakini pia kwa Wakristo ambao wanaendelea na mfungo wa mwezi mfungo wa Kwaresma ni lipi? Karibu. Asante sana. Nichukue fursa hii kuwapongeza Waislamu wote waliofunga mwezi mtukufu huu wa Ramadhani, lakini niwahusie mbele yetu tunaenda katika kusherekea sikukuu ya Eid al-Fitr. Niwahusie Waislamu katika kuisherekea Eid al-Fitr wasijihusishe na mambo ambayo yaliokuwa yamekatazwa katika sheria ya dini, na imani kwamba kipindi cha mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani wote kwa pamoja tulikuwa tupo katika chuo, katika darsa. Yale ambayo tuliweza kujizuia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ndio maisha hayo Mwenyezi Mungu anayoyahitaji tuyaishi katika mifumo ya miezi mingine, kama vile kuwapenda majirani zetu, ndugu zetu, kuishi bila kupaguana na kuheshimu imani za wenzetu ambao kwamba na wao wapo katika jambo ambalo analoliita wao wapo katika mfungo wa Kwaresma. Kwa hiyo na sisi wajibu wetu kuwaheshimu na kustahimiliana katika jumla ya majukumu, na mwisho wa yote basi
tuombe Mwenyezi Mungu atujalie salama na amani na tudumishe umoja wa nchi yetu ambayo Mwenyezi Mungu ametutaka sisi kuwa ni Watanzania. Shukrani sana, asante sana. Shukrani. Asante sana.